Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Aprili 8, siku ya Jumatano. Mada inasema Mungu katika uumbaji. Pengine unajua kwa kukariri maneno ya kwanza katika Biblia, hapo mwanzo Mungu. Katika Kiebrania neno linalotumika hapa likimaanisha Mungu ni Elohim. Ingawa neno hili laweza kutumiwa kuzungumza juu ya miungu ya uongo, linaporejelea Mungu mmoja wa kweli, linafafanua muumba mweza wa yote, mwenye uwezo wote kuhusiana na uumbaji wote, Mungu mkuu ambaye yuko nje ya ufahamu wetu, lakini anatawala kila kitu. Yeye ni mwenye nguvu sana kiasi kwamba anapozungumza kitu kinaundwa kutokana na sauti yake tu. Lakini katika sura inayofuata, Mwanzo sura ya 2, kunatokea jina tofauti la Mungu, Yahwe. Jina hili linaungana na Elohim, Yahwe Elohim, Mungu yule yule mweza wa yote, mwenyezi. Lakini jina Yehova ndilo jina binafsi mahususi la Mungu pekee wa kweli, ambalo mara nyingi hutumika kukazia kwamba Mungu ndiye Mungu wa agano katika uhusiano wa upendo na watu wake aliowaumba. Linganisha maelezo ya Mungu ya Mwanzo 1 ya kwanza na Mwanzo 2:7. Je, umetambua nini? Hapa kwenye Mwanzo 2:7 tunaweza kumfikiria Mungu akipiga magoti ili kuumba mwanadamu wa kwanza kutoka ardhini kwa mikono yake mwenyewe. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Huyu ni Mungu anayekuja karibu kabisa, karibu kiasi kwamba anapulizia puani kwa Adamu pumzi ya uhai. Jina hili Yahwe linawasilisha taswira ya karibu zaidi ya Mungu. Lakini Musa anatumia majina yote mawili kwenye sura 2 za kwanza za Biblia katika kutuelezea tabia hizi mbili za Mungu. Inashangaza kiasi gani? Hapa tunaona hali hii ya Mungu ya kupita uwezo wa kibinadamu akiwa kama Elohim, na hali yake ya kuwepo ndani kabisa kati yetu pia kila mahali, ukaribu wake nasi kama Yahwe. Ni jambo zuri kwetu kiasi gani kufikiria juu ya vipengele hivi vya tabia ya Mungu, udhibiti, utawala wake wa kila kitu na ukaribu wake kwetu. Kama Paulo alivyosema kwa Waathene katikati ya Areopago, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa, wakamwone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Matendo 17:27 na 28. Ni muhimu tuendelee kutafuta picha yenye ulinganifu iliyo wazi ya Mungu, msingi ukiwa katika kile Biblia inachotuambia kuhusu tabia ya Mungu, ili tupate kukua katika uhusiano na yeye. Hii ndiyo sababu ni muhimu kusoma sehemu zote za Biblia badala ya kukaza macho kwenye sehemu moja tu. Kwa kweli, kadiri tunavyozidi kujifunza kuhusu tabia ya Mungu, ndivyo tunavyozidi kujifunza kumpenda. Soma jinsi Elihu anavyoelezea baadhi ya sifa za Mungu kwenye Ayubu 36:24 hadi 33 na Ayubu 37. Kisha usome tamko la hali yake ya kuwa na uwezo wote kwenye Ayubu 38 na 39. Sehemu hizi za maandiko zinatufunulia nini juu ya Mungu? Hii ni Aprili 8, mada ikisema Mungu katika uumbaji. Huu ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema na wakati mwema.